Hujambo na karibu kwenye taarifa za Dira ya Wiki. Mimi naitwa Ali Manzu, mtangazaji kupitia ile lugha ya ishara ni Meresha Owiti. Moja kwa moja mtazamaji, Rais William Ruto amesisitiza umuhimu wa mshikamano kati ya mashirika ya kijamii na serikali katika kuleta jitihada ambazo zitaleta maendeleo hapa nchini. Rais aliyezungumza alipoongoza maadhimisho ya 62 ya sherehe za Jamhuri alielezea awamu mpya marekebisho ambayo anasema kwamba yatajenga upya taifa na vile vile kusaidia kuwafikia malengo ili kupandisha hadhi ya taifa. Rais Ruto alielezea kwamba serikali yake imebadilisha mengi, akiangazia dhamira yake ya kuinua hadhi ya Kenya hadi katika nafasi ya kwanza ulimwenguni. Mwanahabari Daniel Kariuki alihudhuria sherehe hizi na sasa anatufungulia jamvi la Dira ya Wiki na taarifa hiyo. Na mnaarifiwa taarifa hiyo itakuja kwenye muda usiokuwa mrefu, lakini tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba sherehe za kuadhimisha siku kuu ya Jamhuri ambayo ilikusudiwa kusherehekea utalii na wanyamapori ambayo ilikuwa ndio kauli mbiu, lakini Rais William Ruto alitumia jukwaa hilo kufichua ahadi nyingi mpya, kuanzia kupunguza msongamano wa magari jijini Nairobi, kuboresha viwanja vya ndege na vile vile kupanua usafiri wa reli wa SGR. Swali kubwa ni je, anaweza kutimiza ahadi hizi mpya kwa kipindi ambacho ameahidi? Mwanahabari wa masuala ya siasa Grace Ng'ang'a anaarifu zaidi. Za mwaka huu zilizingatia mada ya utalii, wanyamapori na kuboresha mapato kutokana na makongamano na maonyesho ya kimataifa, sekta ambayo serikali imetaja mara kadhaa kama mojawapo ya fursa muhimu zaidi za kiuchumi nchini Kenya. Lakini wakati Rais William Ruto alipochukua jukwaa katika uwanja wa Nyayo, alitaja mada hiyo kwa kifupi tu na kisha akageukia kutoa maelezo marefu ya rekodi ya serikali yake ya miaka mitatu na orodha mpya ya mipango yanayosema itaanza mwaka ujao. Kuanzia hii Disemba mukienda Krismasi, tutajenga upya barabara kutoka kule JKIA kupitia hapa mpaka kule ABC. Pia tutajenga expressway kutoka Thika mpaka ifike hapa Museum Hill. Hata hivyo, maelfu ya Wakenya waliokusanyika walitarajia ramani ya kina kuhusu jinsi utalii unavyonawiri nchini, ila hili halikuenda sambamba na matarajio. Mada ya mwaka huu ilikuwa nafasi ya kuonyesha jinsi sekta ya utalii inavyokuwa, kurejea kwa wageni wa kimataifa na malengo ya Kenya kuwa kitovu cha Kiafrika cha mikutano ya maonyesho ya kimataifa. Badala yake, rais alitoa mfululizo wa ahadi mpya zinazolenga kubadilisha miundombinu ya nchi. In February 2026, just in 3 months from now, we will begin extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and Malaba. Kuboresha uwanja wa michezo wa Nyayo pia ni ahadi ambayo Ruto anakusudia kutimiza. Hii ni mara ya mwisho wananchi kuwa hapa wakipigwa na jua. Rais pia ameahidi kurekebisha viwanja vyote vya ndege, ikiwa ni pamoja na uwanja wa kimataifa wa JKIA ambako mkataba wa Adani kuboresha uwanja huo ulikwama. Modernize Jomo Kenyatta International Airport and several other airports to enhance connectivity and ease the movement of people, goods and services. Ukiukwaji huu wa mada ya utalii ulionekana kuzima matarajio ya wadau wa sekta ya utalii ambao wamekuwa wakisukuma mabadiliko kupitia ahadi zilizotolewa awali, ufadhili wa uhifadhi wa wanyamapori na maendeleo ya vyumba vya kisiasa mikutano ili kupenya kwenye soko la kimataifa linalokuwa kwa kasi. Hotuba ya Rais William Ruto imejaa ahadi kocho kocho. Ila kwa Wakenya swali ni je, ahadi hizi zitatimia? Nikiripotia runinga ya KTN kutoka Nyayo Stadium, jina langu ni Grace Ng'ang'a. Kwingineko, Rais William Ruto amesisitiza